Na mpenzi mtazamaji wa Sanga Media TV, tumefikia tamati mwa jambo letu la leo, lakini huyu bwana niko na pembeni hapa ndo mlengo wa tukio zima hili la leo. Sisi kama Sanga Media TV tumeona mwamko wa watu umekuwa ni mkubwa, umekuwa kiasi kwamba hatujaamini nini kichoenda kutokea mahali hapa. Ngoja kwanza tuzungumze na kiongozi wetu aweze kutuambia nini siri, anaishije na watu, kwa sababu tumeona rundo la watu wengi sana, wageni mbalimbali wakimiminika katika maeneo haya. Mheshimiwa Timbo, hebu tunaomba uambie Watanzania au wana Mustafa tunaenda kuhitimisha hili zoezi letu la leo, nini jinsi unavyoishi na watu. Tumeona watu wengi wamekupokea kwa ukubwa sana. Sisi kama media tukutegemea kama tungeona rundo kubwa sana la watu waliojaa mpaka mahali hapa. Unaishije na watu? Tuambie kwa uchache sana. Unajua, moja kitu cha kwanza kwa tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, lakini nyinyi wenyewe mmeshuhudia, sio kwa kujisifu wala kwa kujitamba. Naona uitikio watu wengi wamewasili kwenye viwanja vyetu vya serikali ya mtaa. Ni tukio la kwanza kutokea kufanyika katika ofisi ya serikali ya mtaa tokea mtaa huu gawanywa kati ya Kinyamwezi na Mustafa. Wamepita wenye viti wawili, mimi ni mwenyekiti wa 3, muda wa miaka 15 huu mtaa ukiwa unajitegemea. Hakuna mwenyekiti ambaye aliwahi kufanya tukio hilo. Lakini mimi kushirikiana na afisa mtendaji wangu wa serikali ya mtaa Bi Jacqueline na kamati yetu ya mtaa, tukaamua kwa kidogo hichi tushiriki na wenzetu. Umeona bana, tushiriki na Waislamu, tushiriki na wenzetu wa Kristo. Umeona bana, leo tumefanya tukio la kumwombea afande wetu Awazi Mohamed Chiko, na nyinyi wenyewe mmeshuhudia, lakini tumefuturisha watu wasiopungua takriban 500. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi wilaya Ilala walikuwepo, viongozi wa kata walikuwepo, kila mmoja anaendelea kutoa shukrani zake za dhati kwenye uongozi wa serikali ya mtaa. Hii ni jinsi gani tunavyojaribu kuishi na watu vizuri. Uongozi huu, unapokuwa kiongozi lazima ufanye jambo ambalo baadaye ukiwa si kiongozi uweze kukumbukwa yale ambayo ulioyafanya katika uongozi wako. Okay, sasa tuondoke kwanza, ngoja nimalizane na madam kidogo, usiondoke. Madam, habari yako? Salama. Naomba kwa uchache sana, nini nafasi yako katika serikali ya mtaa? Nafasi yangu ni kuelimisha jamii ambayo ninaishi nayo kila siku. Nafasi yangu ni kushirikiana na jamii ambayo niko nayo kila siku. Kama hivi ambapo umeona leo tumejumuika kwa pamoja, tumefurahi wote kwa pamoja, ni jambo la kushukuru Mungu na ndivyo ambavyo tunatakiwa tuishi katika jamii. Kwa uchache sana naomba namzungumzia mwenyekiti wa serikali za mtaa za kwa Mustafa. Nizungumzie kwa uchache sana, ni mtu wa aina gani kwa watu wasiofahamu? Wanafikiri Rajab. Wanafikiri Rajab ni kiongozi ambaye anajua majukumu yake, anajua wajibu wake na anafanya kazi kwa bidii kama ambavyo tunaona. Kwa uchache naweza nikasemea hayo. Naam, kama ulivyomsikia, huyu ni mtendaji katika ofisi za serikali ya mtaa maeneo kwa Mustafa. Kazungumza kwa uchache sana namna anavyoweza kufanya kazi zake akiwa na kiongozi Bwana Fikiri Rajab. Lakini wakati tunaenda kutamatisha zoezi hili, kiongozi, naomba uzungumze na wana Mustafa sasa, wakati tunaenda kumalizia jambo hili. Nini rai yako aliyakuwa wakati tunaenda kuelekea katika uchaguzi mkuu? Kwanza mimi naendelea tena kusema na washukuru kwa kile ambacho kilichotokeza leo, lakini mimi naamini naendelea kukuambia kwamba uchaguzi Mwenyezi Mungu atatuvusha salama. Nusu ya wakazi wa Mustafa 99% wamejiandikisha kwenye viara, tumewashuhudia, lakini tunasubiria maamuzi ya chama tutakapomleta mgombea. Umeona bwana, basi mwisho wa siku tutapita kwa omba kula, lakini tusisahau kwamba Eid al-Fitr bado azma yangu iko pale pale, kwamba tutakuwa na vijana mayatima ambao wale waliokuwa ambao wana baba na mama, nao tutasherehekea nao kama leo tulivyosherehekea na ndugu zetu Waislamu na Wakristo kwa ajili ya kufuturu. Lakini siku hiyo nayo tutafanya tukio hili kubwa la kuarisha chai, tutashiriki nao pamoja, lakini pia tutakula nao chakula cha mchana, na mwisho wa siku mimi mwenyekiti wa mtaa na kamati yangu na mfadhili wetu tutaangalia nini cha kufanya dhidi ya vijana wale. Mwisho wa siku ni kuisogeza jamii karibu, lakini pia waendelee kutuombea kwa Mwenyezi Mungu, waamini kiongozi aliyokuwa madarakani ni kiongozi sahihi na ni wakati sahihi wa kuwasaidia. Kiongozi, najua toka asubuhi umekuwa bize hususan kuelekea kwenye hili tukio. Naomba basi nikuruhusu uende ukapumzika au kaendelee na majukumu yako mengine. Asante sana. Shukrani sana. Jazakallahu khair. Na mtazamaji wa Sanga Media TV, tumefikia tamati ya kipindi chetu hiki.